Mheshimiwa Rais, kwa siku ya jana tumepata kibali cha kuajiri watumishi wapya kwa mwaka huu 33,212. Ajira hizi tukizigawanya tutapata za walimu takribani 10,000. Lakini bado ajira mbadala na kwenye walimu tutapata pia. Kwa hiyo nikizungumzia kada ya walimu tu, nimejaribu kushauriana na wenzangu kwenye ofisi. Tumesema kwa kweli kwenye hizi ajira sasa hatuna haja ya kufanyisha usaili upya kwa upande wa kada ya walimu. Tutakwenda kwenye database kwenda kuendelea kupakua wale waliosalia ili tuendelee kuhakikisha kwamba tunawamaliza. Sio rahisi kuwamaliza kwa sababu waliofaulu mpaka sasa hivi ambao wako wanangojea kupatikana kwa nafasi bado ni wengi, na kama tulivyosema kwamba usahili ni utaratibu tu wa kujaribu kugombania hizo ajira chache zinazopatikana, lakini kimsingi karibu wote wameandaliwa vizuri na wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Na ndio maana walipokuja wale vijana wa NETO nikasema wacha tuzungumze, kwa sababu kusema ukweli wana haki ya kusikilizwa. Na vijana wale walisema mambo makubwa sana, na kwa kweli mimi niliwaelewa. Nataka niseme kama tumejenga miundombinu ya sekondari ya shule zetu sekondari na msingi kwa kiasi tulichofanya, kama tumeongeza madarasa kwa kiasi tulichofanya, kama tumeongeza udahili kwa kiasi ambacho kimesemwa, kwa nini tusiongeze idadi ya walimu ili wafiti idadi ya mahitaji inayotakiwa? Lakini vijana hawaishii pale, wanasema vijana wa NETO, na mimi nataka niwasemee kwa sababu huko wanasemwa sana wenzao. Wanasema tumesema uchumi wetu umekuwa, sasa tupo uchumi wa kati. Lakini tukisoma ripoti ya CAG tunasikia mara kuna hela imepotea na nini na nini. Tunafikiri hii yote ingeangaliwa, hii sisi tungepata ajira ya kuzipa hili gap na kuenda kufundisha wenzetu ambao ni watoto wanaohitaji elimu. Sasa ukisikia hoja kama hiyo, mzazi unasema huyu mtoto ni mkorofi. Sio mkorofi. Mtoto anaomba kazi, unasemaje mkorofi? Sio mkorofi. Kwa hiyo mimi nafikiri kazi ya serikali ni kuendelea kutafuta fursa ya kuhakikisha kwamba inaajiri idadi ya kutosha kwa mahitaji ya serikali. Lakini sio rahisi kwa serikali kuajiri wahitimu wake wote. Hakuna serikali duniani imewahi kuajiri wahitimu wake wote. Fani ziko mbalimbali. Hii ya elimu tunaisema sasa kwa sababu ya mahitaji yaliyopo na ukiangalia na upungufu tulionao. Lakini kwa kada nyingine tunadhani kabisa kwamba sekta binafsi iendelee kuimarishwa ili isaidie kuajiri watu wengi zaidi, wahitimu wengi zaidi.